Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Matumaini yangu ni kuwa ni muheri wa afya mpenzi msikilizaji. Unasikiliza Radio ya Kijamii Kivu na huu ni muda mzuri wa kufuata uchambuzi wa habari. Kama kawaida uchambuzi wetu huwa unagubikwa na kurasa mbalimbali ikiwemo kurasa ya habari muhimu, kurasa ya habari za mahali, habari za michezo, ripoti za ripota wetu kutoka sehemu tofauti, habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku ni Isaac Mulucha Ashibe, upande wa pili mwenzangu Merci Mbelechi, na kuhalika kwa utulivu kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Na kama nilivyokujuza kwamba kwenye usomaji wetu wa leo kutakuwa na kurasa za habari muhimu za leo zinaletwa naye Safari Alimasi Dilwe. Karibu Safari. Ni kushukuru mwenzangu Isaac Mulucha Ashibe kwa kunipa fursa hii. Wasikilizaji, katika habari ambazo ziligonga mwamba tuanzie na katika mji wa Baraka. Mtaalamu wa kituo husika na ugonjwa wa kisukari ndani ya mji wa Baraka na tarafa Fizi amewataka wananchi kuwa na tabia ya kufanya mazoezi ya mwili ili kupiganisha ugonjwa huu hatari ndani ya eneo analoliongoza. Na kwenye habari za kitaifa ni kwamba katika kesi inayoendelea kuhusu kuendelea kinga rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, tume maalumu iliyochaguliwa na baraza la Seneti kuhusu kuchunguza kesi inayomkabili rais wa zamani inapanga kuhojiana naye mhakiki mkuu wa jeshi la taifa FARDC. Isaac Mulucha, tumalizie na uko Burundi ambako chama cha kisiasa cha FPN Imboneza kimeahidi kulipatia ufumbuzi swala la ukosefu wa mafuta na fedha za kigeni endapo raia wa Burundi watachagua kwa wingi chama hicho kwenye uchaguzi wa wabunge utakaofanyika Juni tarehe 5 mwaka huu. Tunao Isaac, ni hapo ndipo naweka nukta kwenye habari muhimu. Ninakushukuru sana Safari Alimasi Dilwe, na sasa tujikite katika uchambuzi wa habari zenyewe. Tuanzie hapa mjini Baraka. Kupangilia namna ya kurudi mashuleni baada ya walimu kupokea pesa zao za miezi miwili ni shabaha ya kikao kilichoitishwa naye Bobasha Sokolo, msemaji wa walimu wa shule za msingi mjini Baraka na tarafani Fizi kwa jumla, kitakachofanyika hapa Baraka Jumanne hii ya tarehe 20 Mei mwaka 2025 kwenye shule la msingi Muzinda. Alipozungumza na radio yako, ndugu Bobasha Sokolo amewashukuru wote waliohusika ili pesa hizo za walimu zipate kuwafikia kwa muda. Najua ya kwamba tulisema walimu wabaki nyumbani mpaka wakati watakapopata pesa zao, na tayari government imekwisha kujibia maombi yetu. Kwa miezi 4 tumeishapata tayari miezi. Kwa hiyo ndio tunaweza kusema ya kwamba walimu tuonane kesho na saa 9 saa 9 tukutane sote kwenye jengo kuu ya Epe Muzinda ili tuangalie nini tunaweza fanya kwa ajili ya kurudia tena mashuleni. Ninaweza kuambia wale wenzetu ambao wanafukuza watoto wa walimu wa shule za msingi kusema ya kwamba wakuwe na subira. Gisi tunakuwa na subira, wasikuwe nafukuza watoto wa wenzao. Tunasufiri sisi sote. Tunajua kama wao wanakuwa walimu wa sekondari na sisi tumekuwa walimu wa shule za msingi, tunaishi mgratuity na wao wanapata ile angalau kidogo ambayo tunalipa. Wasikuwa wanafukuzia watoto, wako wanaacha tu watoto wasome. Siku tutakapolipa pesa zetu tunawalipa na wao pia. Ninaweza kuambia wazazi kwamba watoe razi. Kesho tutakutanana, na wakati tutakapokutanana kesho tunajua ya kwamba tutapata mwafaka juu ya watoto kurudia mashuleni. Nina huyu hakika juu walimu walikuwa wanasema wakati watakapopata hela zao ndio watarudia shuleni. Ndio walimu tayari wamekwisha kupata pesa za miezi miwili, ingawaje wana reclame tena zingine pesa za ingine miezi 2, lakini wamekwisha kupata tayari. Mimi najua gisi walimu wote wa Baraka wamekwisha kupata, na wengine wamekuwa pembezoni nao pia watapata hela zao. Tuna huo hakika. Walimu tujipe moyo. Unajua kazi ya walimu mtu mwenye kuzaraulika sana. Na watoto ambao tunafundisha watoto wetu tujipe moyo kwa ajili ya kufundisha watoto wetu. Nozamfada bora. Tunaweza kushukuru tena government yetu kwa hiyo initiative pamoja na Caritas kwa kusikia maombi ya walimu, na kwa watu ambao wameenda kugonga nafasi zote zile kwa kufanya declaration ya juu ya walimu walipiwe, wadepite wetu na watu wengine. Upande wake Tresor Bilali Mathieu, msemaji wa walimu wote wa Fizi na wale wa jiji la Baraka, awaitisha walimu wote kurejelea kazi yao na wazazi kuwapeleka watoto wao mashuleni. Nadhani tuliweza kuingia kumgomo tangu tariki 8 mwezi wa 4 mpaka hivi
ba mwalimu wa école primaire walikuwa wako mu greve kwa kusubiria mpaka wapate pesa zao. Kufuatana na malalamiko yetu pia na wanabunge wetu wa territoire ya Fizi, tunawashukuru nao kwa gisi waliweza kuingilia ile jambo kati na kuweza kufikia ngazi zote na kusaidia mpaka leo ile mishahara yetu tumelipwa. Na kufuatana na ile tunaweza kualika sasa wazazi pia na walimu fasi zote kwa kuweza kuganyia si muda banaweza deja kupeleka watoto kwa masomo kuanza kusoma, na mwalimu pia baende kufundisha watoto kwa masomo. Ile mshahara yetu ya mwezi wa 4 haitakawa, baliweza kutuelewesha ngazi zote kufuatana na hii hali yenye nchi napitia mwayo, ndio yenye ilikuwa inazuia pesa kuja. Procedure ya pay haikuwa kigeneral, hawezi lipa watu wote siku moja. Banajua deja kama franga pako banapana, ni kesho tu ya wale ba directeur wa mwalimu baende kamata makuta kwenye banakamati yake. Pesa zimeshawasili, kila mtu ashapata pesa yake, na wale wengine wajapata watapata tayari. Juu franga zishafika, masomo za mingi bashazikamata, binyi wako karibu. Juu unajua territoire ya Fizi iko fast. Imagine mtu atoke Ubwari, wa Ubwari Yungu, atapata pesa na sawa na mwenye kwa hapo. Tubaki tu katika mji wa Baraka. Mtaalamu wa kituo husika na ugonjwa wa kisukari ndani ya mji wa Baraka na Fizi nzima amewataka wananchi kuwa na tabia ya kufanya mazoezi ya mwili ili kupiganisha ugonjwa huo hatari ndani ya eneo hilo. Ni katika mazungumzo na radio ndipo mratibu wa kituo hicho Bwana Hussein Clovis ametoa hapa madhara ya ugonjwa huo wa kisukari kuongezeka ndani ya jamii. Unajua kwamba hapo awali kulikuwa kwa hizo sekunde 8 hivyo kwa saa moja tulikuwa tunakuwa na wagonjwa 415 ambao walikuwa kitoweka ulimwengu mzima, na utowekaji wao wagonjwa haukukuwa wa brisk au kushtukiza kama gisi wanavyokufa ndani ya tarafa la Fizi na jiji la Baraka. Hapana, ni baada ya kuona ya kuwa wagonjwa ni wengi, na kuna wale ambao hata na miaka pia imefika, na watu wengine wanajilea gisi wanavyotaka, hawataki kubobezwa wafahamu ugonjwa. Ile njio ilionyesha hivyo, lakini kwa sasa imeonekana kwamba inapanda zaidi ni kupitia hali na tabia za watu ambao wanazoziishi, kwa sababu wagonjwa wa kisukari ni wengi, na kama ni wengi wadogo ndio wanafata mafunzo ya sisi waganga wa kisukari. Ndio kwa maana nilikuambia kama utafiti unaonesha mu 2030 mimi niko mgonjwa wa kisukari pia na wewe uko mgonjwa wa kisukari. Ndio kwa maana tumealikwa kuwafunza watu il 2050 courbe epidemiologique ishuki. Unajua ndugu mtangazaji, fasi ambako kuna kuwa wagonjwa wa kisukari sana ni mahali ambako kunaendelea. Mgonjwa wa kisukari wa Bukavu na mgonjwa wa kisukari wa Uvira na mgonjwa wa kisukari wa Baraka na yule ambaye anaishi Katenga Makama wanapishana ndugu mtangazaji. Mgonjwa wa kisukari wa Bukavu yeye hana muda wa kufanya mazoezi ya mwili, kwa sababu anapotaka kutoka kwenye alipo kutembea kilomita, gari na uwezo ama pikipiki na uwezo wa kumchukua pale mahali alipo. Na wakati mtu anapotembelea ile gari hawafanyi mazoezi ya mwili. Lakini sisi Baraka unaweza kumaliza hata dakika 4-5 ukiwa unasubiria ile ambayo mwendo wa kusafiri kama vile moto ukiichunga. Na wakati ukiichunga kama uko haraka utakutaniwa unafanya mazoezi ya mwili. Ndio kwa maana wakati maendeleo yanapokuja kuna yale ambayo yanakuja na kasi kwa ugonjwa wa kisukari. Huyu ameomba raia kuondoa mawazo ya kwamba ugonjwa huo unatokana na uchawi. Ndio, ugonjwa wa kisukari huwa haulogewe mtu, hapana. Mtu mwenyewe njia anajiloga ugonjwa wa kisukari. Kama gisi nilivyosema, nimepana njia peke yake mzuri ambayo mtu anaweza kaitumia pombe. Lakini kuna mtu ambaye anakuambia mwili haustahili kukosa alcohol, kisha yeye anauza makreta 2 au 5 anaweka ndani ya nyumba yake. Akisha toka kazini alishinda anakaa, akishafika nyumbani anakoga, anapumzika, anaanza tumia chupa moja moja, na akisha maliza hana mazoezi hata moja, anapita anaenda kulala. Siku baada ya siku, miaka inapoendelea, mwili wa mtu uwaga unapoteza thamani fulani. Ndio kwa maana walio wengi wanaanguka mdiabete type D. Jambo lingine ambalo linakwenda kuwagonjesha watu kama sisi hapa Baraka, tunayo tabia ambayo italeta madhara makali tena mazito hapo mbele. Watu wanapiga wali maragi, ndani wanatia sukari. Isitoshe tena wanakamata na chai kwa hali kama hii ya leo, wanakunywa na chai. Kama gisi nilivyosema, mwili yetu iko na nguvu ya kusiporte 80 à 20. Sasa unakamata ile sukari ya mingi ambayo unaongeza, na kwenye chakula
kwa ile somo ambayo tulisoma kwa ajili ya chakula, sukari mingi iko ndani ya maharagi ambayo Mungu peke yake alitia ndani. Ndio kwa maana wagonjwa wengi wa kisukari wanakatazwa kutumia maharagi. Wagonjwa wengi wa kisukari wanakatazwa kutumia wali. Wali iko namo sukari ya mingi na tirele, sukari iko mingi mu maharagi na tirele, kisha wona kamata hii nyingine artificielle unachanga ndani na bila hata aina ya mazoezi hata moja. Hiyo inakusababishia wewe kuingia ndani ya ugonjwa wa kisukari. Tujielekeze huko Kilembwe. Shirika la raia ndani ya sekta ya Lulenge yataja kupongeza hali ya usalama kuwa tulivu, hasa kuondolewa kwa vizuizi vingi na uongozi wa wazalendo. Muundo huo waomba viongozi wengine wa wazalendo kufuata mfano huo bora. Kwake Abedi Sombi Abdul, mkuu kiongozi wa NDC Chumvia Kongo ndani ya sekta hiyo, ameonyesha kuwa swala la vizuizi katika maeneo mbalimbali ya sekta hiyo lilikuwa na vinyume vingi kwa raia kama alivyoeleza. Hata zile tatizo ambazo zilikuwa zikiendelea za mabarieri zinapungua hivi, na kutoka pa Kilembwe kufika Maindombe kuna barieri moja tu la wazalendo. Kutoka Maindombe kwenda ndani ya sekta ya Wabuyu tumepata taarifa kuna barieri kama 2 tu. Hiyo ni kazi kubwa ambayo washauri de secteur wawili wameungana pamoja na Komanda Brown kwa kusensibiliza na kuvunja zile bariere zote. Watu wanatembea kabisa kwa amani na salama. Hata ile mambo ya vita ya ukabila hapa Kilembwe kabisa, watoto wenyewe wa mji wanabaki wabembe wako, Wabuyu wako, lakini ile tatizo tena lionekani. Inamaanisha ya kwamba waskari ambao walikuwa hapo walifanya kuchangia na kuchonganisha raia. Hivi sasa wenyewe ndio wako na silaha mikononi, lakini ile mambo kabisa ya huko na huko matatizo nini wabembe hivi na Wabuyu hivi, mambo yote swali kabisa. Hiyo imoja kwanza tunashukuru sana kwa hiyo kitendo cha watoto kusikia na kukaa kimya na kusikilia shiraha, lakini wako kimya kabisa. Ile mambo yote baguzi kimya kabisa, hiyo tunashukuru sana. Na kama watu wote kwanza wapembe Wabuyu wanaweza kuwa na akili kabisa ya kuishi hivi kwa amani na salama na kutosha zile mila za asili, Lulenge itakuwa Lulenge na inaweza kaendelee kama vita vinamalizika. Hiyo ndio mambo ya yako hapa Lulenge, amani ndogo ipo kabisa. Na tujielekeze huko Uvira mjirani. Kazi za ujenzi wa barabara nambari 30 ya Uvira Burundi zimeanzishwa mara tena tangu weekend iliyopita. Shirika jipya la raia kusini mwa jimbo ya kusini lataja kufuatilia kwa ukaribu shughuli hizo ili zifikie ukomo wake. Akiojiwa na Radio Kivu, mratibu wa muundo wa kirahia Bwana Mafikiri Mashimango ameonyesha kuwa kazi za kutengeneza barabara hiyo ya ukanda imekuwa chelewa sana ukilinganisha na vile ilivyoratibiwa. Mafikiri Mashimango anaeleza yafuatayo. Bwana Jean, par rapport na swali yako, acha nikwambie kwamba la nouvelle civile se préoccupe de questions majeures ya raia, kwa sababu atanke société civile tuko pale kwa ajili kuangalia nini raia iko na beneficier par rapport na ma projet de développement ya serikali, na kuleta serikali quand même afanye quelque chose pour l'intérêt raia. C'est comme ça il faut peut-être rappeler kwamba route numéro 30 yenye iko tronçon Rompe Kamvivira mpaka ku frontiere Kamvivira yenye iko nafanyika na EIC Africa, c'est une entreprise burundaise, mais il faut kusignaler kama hiyo route iko nafanyika, c'est un projet qui est financé par l'Union européenne. Na déjà ma travaux ishaanza siku mingi, mais il faut signaler que nous avons plus de 2 mois, plus de 3 mois que ma travaux hakuna, na il crée maintenant un contactement au sein de la population. Kwa sababu ya nini? Unakutana maintenant leo depuis juzi yake na siku zote mai ilikuwa na yala ya mingi sana, ulifuata na mafoto au niveau ya DGM frontière, na ile ka créer mes contactements au sein de la population de la société civile. C'est comme ça que tulifanya ma plaidoyer plusieurs fois, tu le raconter kwa même excellence de la Kano, mais aussi responsable entreprise au moins tukapata compromis kusema pour l'image ya Uvira, l'image ya Sud Kivu, ndio ma travaux lianza tulifanya descente, c'était pour évaluer kuna ngalaka ma travaux naendelea mzuri. Leo tulikuwa eko maintenant ile mai na waza maintenant après descente wanaitumika na inaisha, mais il faut signaler kama
haiko travaux yenye inafanyika pale yenye ya mai, ni matravaux pour la route numero 30, na tuliwaonesha kwamba deja washakuwa na grand retard parce que vraiment par rapport na matravaux tuliko na chunga deja wako na retard, mais deja après mazungumuzo na madescente tulifanya, il y a déjà des assurances que maintenant d'ici là matravaux itakuwa proprement dit kwa permettre la population sud y profiter plus particulièrement Uvira na Fizi bénéficier les barabara yenye ilikuwa telema tandi miaka mingi. Na sasa tunajitupa viwanjani na habari za michezo. Sudi wa Sudi Valentin, karibu sana. Shukran sana kabisa mwenzangu Izake Molocha Ashbe. Leo kuna kwa habari za michezo nambari 7 yangu ikipepea barabara huko mgongoni. Tuanzie na habari za hapa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba hatua ya michuano ya play-off ya ligi kuu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linafuti iliweza kupigwa siku ya Jumapili ya wiki tunayo ya tarehe 18 Mei mwaka 2025, ambako klabu ya Angers Vert waliweza kutoka sare ya 2-2 dhidi ya klabu ya Simba, huko klabu ya Tanganyika ya huko Kalemi katika uwanja wake wa nyumbani wa Jikaka waliweza kutandikwa 2-1 dhidi ya klabu ya Manyema Union, na klabu ya Les Aigles du Congo waliweza kuibuka na ushindi wa 2-1 dhidi ya klabu ya Saint-Eloi Lupopo. Hatua hiyo ya play-off itaweza kuendelea siku ya pili ya wiki tunayo ya tarehe 20 Mei mwaka 2025, ambako majira saa 8 klabu ya Angers Vert wataweza kukaribisha klabu ya Tanganyika ya huko Kalemi, na mechi ya saa 10:30 za jioni klabu ya AS Vita Club wataweza kukata mzo fitna dhidi ya klabu ya Tupuisa Mazembe Anglebert. Wiki ya 37 ya ligi kuu nchini Hispania maarufu La Liga Santander iliweza kupigwa siku ya Jumapili majira saa 1:30, ambako mechi takriban 10 ziliweza kutimua vumbi kwenye muda huo. Ni kwamba klabu ya Atletico Madrid waliweza kuwatandika Real Betis 4-1, Barcelona waliweza kutandika 3-2 dhidi ya klabu ya Villarreal, Celta Vigo waliweza kutandika 2-1 dhidi ya Rayo Vallecano, Valencia wakiwa kwenye uwanja wake wa nyumbani waliweza kutandikwa msumari wa 1-0 dhidi ya klabu ya Atletico Bilbao. Klabu ya Mallorca vile vile waliweza kulamba mchanga, hivyo ni kisha kutandikwa 2-1 dhidi ya klabu ya Getafe. Real Sociedad waliibuka na ushindi wa 3-2 dhidi ya Girona. Klabu ya Real Madrid wakiongozwa na mshambuliaji wa timu ya taifa ya Ufaransa Kylian Mbappé waliweza kuibuka na ushindi wa 2-0 mbele ya klabu ya Sevilla. Real Valladolid waliweza kutandikwa 1-0 dhidi ya klabu ya Deportivo Alavés, huko klabu ya Las Palmas na vile vile waliweza kutandikwa msumari wa 1-0 dhidi ya klabu ya Leganés. Osasuna waliweza kuibuka na ushindi wa 2-0 mbele ya klabu ya Espanyol Barcelona. Klabu ya mashindano wekundu hapo nchini Uingereza Manchester United imewasilisha ofa ya euro milioni 65 ili kumsajili mshambuliaji wa Brentford na timu ya taifa ya Cameroon Mbeu mwenye umri wa miaka 25, ambaye amesalia na mkataba mmoja kwenye mkataba wake wa sasa. Klabu ya Aston Villa ya hapo nchini Uingereza imevutiwa na mshambuliaji wa klabu ya FC Barcelona ya nchini Hispania Ferran Torres mwenye umri wa miaka 25, na ipo tayari kutoa takriban euro milioni 50 kwa ajili ya kumsajili mshambuliaji huyo kimataifa wa Hispania. Mshambuliaji wa klabu ya Al Nassr Cristiano Ronaldo dos Santos mwenye umri wa miaka 40 amepokea ofa kutoka katika klabu ya Brazil ambayo hayajulikana mpaka sasa, ambayo imemgharimu nyota huyo wa Ureno kucheza katika kombe la dunia la klabu ya FIFA litakapoanza mwezi Juni mwaka 2025. Na mwishowe ni kwamba mshambuliaji wa klabu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil ya Vinicius mwenye umri wa miaka 24 analengwa na vilabu kadhaa vya katika nchi ya Saudi Arabia, na ofa ya euro milioni 210 tayari imeshawekwa mezani ili kumsajili mchezaji huyu wa timu ya taifa ya Brazilia. Izake Mulucha Ashbe nasema asante kwa kunipa fursa kwa ajili ya kuwajuza wasikilizaji wetu ukurasa wa habari za michezo kwa siku ya leo. Asante sana Sudi wa Sudi Valentin. Msikilizaji, kama ndo bado unakuja kujiunga nasi, unafuatilia uchambuzi wa habari kwenye redio ya kijamii Kivu, ambayo masafa yake unaipata kwenye mita bendi ya 93.0 FM. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Tujielekeze huko Rugezi. Kumeripotiwa mapambano mara tena kati ya wazalendo kundi lake Kamanda Ngoma Nzito dhidi ya wahasi wa Ngomino kwenye eneo la Rugezi siku ya Jumatatu ya wiki tunayo.
Kwa jambo hilo, vikosi vya FABB vimeomba raia wa eneo hiyo kuendelea kuwaunga mkono. Kwa siku ya kwanza hii, duru zetu zataja kuwa eneo la Rugezi limekuwa likisongwa na vita vya mara kwa mara, hivyo kupelekea raia kuhama kwa wingi. Habari hii imehakikishwa pia na msemaji wa FABB kundi lake Ngoma Nzito. Ni kwamba Jumatatu Mei 19 mwaka wa 2025 kumeanzishwa mapambano makali kwenye kijiji cha Rugezi, kijiji ambacho kinapatikana kwenye usultani wa Basimukuma Sud, sekta ya Mutambala, tarafani Fizi. Ni kwamba wazalendo wa Biloze Bishambuke, kundi linaloongozwa na Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito, walianzisha mashambulizi dhidi ya waasi wa M23 wanaoungwa mkono na jeshi la Rwanda wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara pamoja na wahuni wa Twigwaneho. Wanajeshi wake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito walilenga ngome 3 za waasi ambao walikuwa na kalia maeneo ya hapo Badizi Sabuni. Operation hiyo ililenga njia 3: Badizi Sabuni, Kimbia Ngoma. Ni katika hali ya kuweza kuletea raia usalama, katika hali ya kulinda raia na mali yake. Unajua bwana mtangazaji, ni kwamba jeshi la Rwanda linalojificha ndani ya waasi wa M23 wakishirikiana na wanamgambo wa Twigwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara, mbinu yao ni kuangamiza raia wasio na hatia, kunyang'anya mali yao. Wanajeshi wake Luteni Jemadari Delphin Kalembe Ngoma Nzito ambao wanafahamu hilo, waliendesha operation hiyo dhidi ya waasi katika hali ya kuimarisha ulinzi wa raia na maeneo yao. Raia ambao kwa sasa wengi wao wanaishi porini baada ya nyumba zao kuweza kuunguzwa na waasi wa M23, ngombe zao na mifugo mingine kuweza kuporwa hapo kwenye kijiji cha Rugezi na kando kando. Bwana mtangazaji, tunatoa wito kwa serikali ni kwamba serikali endelee kuwaunga mkono wazalendo na pia raia waendelee kutumainia wazalendo na kuwaunga mkono, huku wakijua ya kwamba ni wao pekee ndio wanaendelea kuwalindia usalama na wataendelea kulinda usalama huo hadi mtu wa mwisho akatoweka. Bwana mtangazaji, kwenye ripoti za wanaripota wetu huko Moba, idara ya usafiri wa maji ndani ya tarafa la Moba imeomba kwa wamiliki wa vyombo vya maji kuwa makini kipindi hichi ambapo upepo umeanza kuvuma ndani ya ziwa Tanganyika. Wito huo umetolewa mchana wa siku ya Jumatatu ya tarehe 19 Mei 2025. Mwenzetu wa Moba Isidoro Kashulwe ametuandalia ripoti ifuatayo. Kiongozi wa usafiri majini ndani mwa tarafa ya Moba Mbutu Nasibu JFT ameonya wenyeji wa vyombo vya usafirishaji ndani mwa ziwa Tanganyika pamoja na abiria kwa makini wa kipindi ambapo upepo umeshaanza kuvuma ziwani humo. Nasibu ametoa onyo hilo siku chache baada ya mtumbwi mmoja wa kivuvi kuzama na kusababisha watu 2 kufariki. Amesema wenyeji wa vyombo vya usafiri majini wanapaswa kuwa makini na wanalazimika kutekeleza kanuni ya usafiri majini ili kuepuka misiba. Naongea na warmateri, yani wenye maboti na wenye mameli, wasikue haraka, wasione faida yao tu, wafanye makurse ya mingi, waingize pesa, lakini majira ina kipindi chake. Wakati majira hairuhusu, na mimi siruhusu kutoa mashua wala boti. Narudilia mikataba ya ministre wetu national, mesure de sécurité. Inabidi kabisa wasikose ile majile na mabue de sauvetage. Uko na bue 5, kama ni ya 4 personnes utabeba ni 20 personnes. Uko na gilet 50, hata ukakatisha billet 100 utabeba ni hiyo 50. Yani msimamo ni mkali sana juu ya maport de gilet kwa wasafiri. Na kwa wasafiri na waomba fasi ya kupandia boti au meli ni ile fasi kuko komisaria maritime ambao komisari yupo na wa representa wake. Juu ya nini? Kwa sababu komisari maritime atajua hali vile iko, atajua bingi mwenyewe nani ile meli inapaswa kubeba mzigo na watu. Na kwa wateja wasafiri hao waache kuenda kunjia ya magendo.
Wakati huo wanawataka wavuvi kuacha kuchukua abiria na mizigo, kwa wamesema mitumba ya kivuvi haina na ruhusa ya kuchukua abiria na mizigo mbali na kufanya uvuvi. Transport ambayo inajulikana ya kubeba watu na vitu ni transport lacustre au maritime. Tuna usafiri wa meli na tuna usafiri wa mitumbo. Kwa usafiri wa meli na mitumbo ni komisaria maritime peke ndio inaruhusiwa kupana ruhusa ya hiyo mameli kutoka. Tukisha chunguza tunaona masheria inaenea, lakini tunaona mulake Tanganyika kuko ministere ya pêche et élevage, mais batu ya ministere ya pêche bajue kazi yabo biko banafanya. Kazi yabo ni kwenda kuloba, sio kubeba raia, wala sio kubeba mzigo wa raia. Angalia hiyo ajali inatokea, ni mtumbo wa kivuvi, wanapanda wanaenda. Angalia ajali inaenda kutoka, wanaenda kujigonga kujiwe na mtumbo ambao hautambulikane kwetu na ambao ni mtumbo wa Moliro. Maajali kama hiyo hatuifurahikie. Tayari upepo umeshaanza kuvuma ndani mwa ziwa Tanganyika. Kila mwaka upepo unaojulikana kwa jina la Sabasaba ni sababu ya misiba nyingi ya vyombo vya usafirishaji ndani mwa ziwa Tanganyika. Nikiripoti tukanumba Zidor Kashulori do Kivu. Na tujielekeze huko Burundi. Chama cha kisiasa cha FPN Imboneza kimeahidi kulipatia ufumbuzi swala la ukosefu wa mafuta na fedha za kigeni endapo raia wa Burundi watachagua kwa wingi chama hicho kwenye uchaguzi wa bunge utakaofanyika Juni 5 mwaka huu. Radio Kivu Burundi, tunajiunga na mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi. Moja wapo ya mikakati ya chama cha kisiasa cha FPN Imboneza chini ya mwenyekiti wake Billy Christophe Nyongabo, ambayo imepewa kipaumbele endapo kitashinda uchaguzi wa bunge katika uchaguzi ujao mwezi Juni mwaka huu, ni kulipatia ufumbuzi swala la ukosefu wa mafuta, fedha za kigeni na kuwarejesha wakimbizi walioikimbia nchi kutokana na changamoto mbalimbali. Uravye ibibazo biri mu gihugu urabona ibiciro by'ibifungwa byangendegwa ko byaduze ku rugero ruteye ubwoba. Ibyo turavuga yuko umugambo wa FPN Imboneza hamwe byoshika bigatorwa nkuko tubyifuza yuko ibyo tugiye kubihindura tukongera kubisubiza ku rugero abanyagihugu bo. Ukiangalia changamoto zilizopo nchini, nadhani mnaona mfumuko wa bei za vyakula jinsi ulivyo. Katika chama chetu cha FPN Imboneza, endapo tutachaguliwa, tutaweza kuweka bei ambazo ni rafiki kwa kila mtu katika kurahisisha maisha, na pia tutaendeleza sekta ya utalii, na kitu kingine ni kuondoa changamoto ya ukosefu wa fedha za kigeni kwa kuleta wawekezaji wa nje ambao wanaweza kuingiza fedha hizo. Swala la ukosefu wa mafuta, mnaona hali jinsi ilivyo, mistari mirefu ya magari 20 yakisubiri mafuta na kusababisha changamoto ya kusafiri kwa watu. Kwa upande wetu tuliandaa namna ya kuweza kutatua swala hilo. Tatizo lingine ambalo tunalishughulikia ni kuhusiana na wafungwa. Kuna wakimbizi waliopo nje ya nchi na ni maelfu na maelfu. Sisi endapo tutachaguliwa, ni kwa wakimbizi wote, wale wa kisiasa na waliokimbia nchi kwa namna moja au nyingine, tutawarejesha nchini Burundi, na pia tutayapatia madhehebu kufanya kazi kwa uhuru na mashirika ambayo hayakurahisishiwa ili yaweze kuanzishwa. Hilo pia tutaweza kulishughulikia, na pia tutashughulikia suala la wafungwa wa kisiasa, na kuna waliopo gerezani kwa kusingiziwa, wengine kinyume cha sheria. Hilo tutalivalia njuga ili watoke gerezani waje tuijenge nchi. Ikibazo kijanye n'imfungwa za politiki, hari abafungirwa ubusa, hari abafunzwe bidahuye n'amategeko. Ico nico kibazo ca mbere tuzomanza kwihutira kugira ngo abo bantu bamanze boroherezwe baze kubategura gushaka. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na kwenye habari ya kitaifa, katika kesi inayoendelea kuhusu kumwondolea kinga rais wa zamani Joseph Kabila Kabange, tume maalum iliyochaguliwa na baraza la seneti kuhusu kuchunguza kesi inayomkabili rais huyo wa zamani inapanga kuhojiana naye mhakiki mkuu wa jeshi la taifa FARDC. Mengi zaidi kwenye ripoti hii ya kitaifa na Safari Alimasidili. Naam,
Kufuatia chaguo lilotolewa wakati wa kikao cha mwisho cha wabunge, tume maalum ya Seneti iliyohusika na kuchunguza kwa undani mashtaka ya mkaguzi mkuu wa vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anaomba kuondolewa kinga dhidi ya Joseph Kabila na mashtaka yafunguliwe dhidi yake, liliandika hayo gazeti la Actualite.cd linalofuatilia kwa ukaribu faili hiyo. Yale yanayopaswa kufahamika kuhusu tume maalum ya Seneti inahusika na kuchunguza kwa kina uwezekano wa kuondoa kinga ya Joseph Kabila kabla ya kesi za kisheria dhidi yake. Tume hii inaongozwa na mkuu wa zamani wa diplomasia ya Kongo Christophe Lutundula na ambaye ana masaa 72 hadi Jumatatu Mei 19, 2025 kuwasilisha ripoti yake kwa bunge akiwa na mipango ya kusikiliza kesi ya Luteni Jemedari Lucien Rene Likulia Bakumi, mhakiki mkuu karibu na korti kuu ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itakuwa swali kwa mhakiki mkuu wa FARDC kuunga mkono na kutoa ufafanuzi wa kina kuhusu mashtaka yake mbele ya wanamemba wa tume maalumu. Tume maalumu pia itoa uwezekano wa kumsikiliza Joseph Kabila. Itarejelea kwenye ofisi ya baraza la Seneti ili kutoa maamuzi ya mwisho, zimeongeza duru zetu hizo. Kulingana na mashtaka ya mhakiki mkuu wa FARDC iliyosomwa wakati wa mkutano wa mwisho, seneta wa maisha Joseph Kabila anatuhumiwa kwa kufanya vitendo vinavyofanywa kwa makosa ya ushiriki katika harakati za uzalishaji kwa kuwa na mawasiliano na M23, ikiwa ni kosa linaloadhibiwa na kifungu cha 136 na 137 nambari ya 3 ya sheria ya adhabu ya kijeshi, usaliti kwa kuchangia mawazo ya uongozi wa kigeni ikiwa ni Rwanda au mawakala wake, harakati za kigaidi za AFC M23 katika kesi ya sasa ya kushirikisha nguvu hii kwa kuleta uhasama dhidi ya DRC, ikiwa ni kosa na linaadhibiwa kwenye kifungu cha 182 cha sheria ya adhabu ya Kongo kitabu cha pili, na pia ushiriki katika uhalifu wa kivita kama ilivyopangwa na kuadhibiwa katika kifungu cha 21 pointi ya pili na kifungu cha 223 pointi ya kwanza A na ya pili E na Z ya sheria namba 15/022 ya Disemba 31, 2015 iliyorekebishwa na kukamilisha amri ya Januari 30, 1940 iliyobeba kanuni za adhabu ya kawaida. Mwendesha mashtaka karibu na korti kuu ya jeshi anasema ni kwa msingi wa idhini ya mashtaka juu ya kifungu cha 104 haya yake ya 7 na kifungu cha 107 haya yake ya pili na 153 ya katiba ya DRC ya Februari 18, 2006 kama ilivyorekebishwa na sheria nambari 11/002 ya Januari 20, 2011 iliyohusiana na marekebisho kadhaa ya baadhi ya vifungu vya katiba ya nchi. Kifungu cha 120B cha sheria namba 023/2002 ya Novemba 18, 2002 yanahusiana na kanuni za haki za kijeshi. Kifungu cha 109 cha sheria namba 18/021 ya Julai 26, 2018 juu ya hali ya marais wa zamani wa jamhuri waliochaguliwa. Kifungu cha 76 cha sheria ya kwanza nambari 13/010 ya Februari 19, 2013 ikiwa ni sambamba na korti kuu, na kifungu cha 6 cha barua ya rais namba 21/016 ya Mei 3, 2021 inayobeba maombi ya serikali ya dharura katika eneo moja la DRC. Kifungu cha 153 cha katiba kinaipa mahakama kuu ruhusa ya kuadhibu mwanamemba wa bunge la kitaifa na la seneti wakati wa uwajibikaji wa kazi zao. Ni hayo tu kama habari za kitaifa kwa siku ya leo. Mpenzi msikilizaji, ni hadi hapo ndipo naweka nukta kunako uchambuzi wa habari leo hii, na kushukuru wewe uliyenifuatilia mwanzo hadi sasa. Mimi ni Isaac Mulucha Ashibe, merci mbele alikuwa kwenye ufundi mitambo. Hadi wakati mwingine na kuaga nikisema amani iwe nawe. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.